Shughuli ya kumpa heshima za kijeshi aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga ilitibuka hii leo katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, wananchi wakivuruga shughuli pindi tu mwili wake ulipotolewa kwenye ndege. Na kama anavyotuarifu Emmanuel To, Rais William Ruto hakupokea mwili huo wa Odinga katika uwanja huo licha ya kufika akiandamana na viongozi wengine wakuu serikalini. Pindi tu ndege iliyobeba mwili aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Amolo Odinga ilipotua katika uwanja wa ndege wa JKIA mwendo wa saa 3:30 asubuhi, water cannon salute, ndipo magari haya mawili ya mamlaka ya usimamizi wa uwanja wa ndege yalipoanza kunyunyizia maji ndege hiyo kama ishara ya heshima na taadhima kwake. Hii ikiwa mara ya kwanza kabisa kwa heshima hiyo kutolewa, ikiwa hifadhi tu ya uzinduzi wa ndege mpya na kuwakaribisha watu mashuhuri nchini. Hata hivyo, pindi tu mwili wa Odinga uliokuwa umefunikwa kwa bendera ya Kenya ulipotolewa kutoka katika ndege iliyomsafirisha kutoka India, balaa ikalipuka. Haya, ODM, wana ODM. Tafadhalini. Mamia ya wafuasi wake waliozuiwa kuingia katika eneo la ndege kutua, wakivuruga lango jingine la JKIA na kufurika uwanjani wakiwa wamebeba matawi, wakiimba jina la Odinga. Juhudi za mkuu wa majeshi Jenerali Charles Kahariri za kuwatuliza wafuasi hao zikigonga mwamba. Rais Ruto aliyetarajiwa kupokea mwili huo akilazimika kubadilisha mipango, hafla hiyo ikiahirishwa. Ratiba hiyo iliyokuwa na shughuli ya dakika 30 ikikosa kutumika. Mwili wa Odinga ambao ulibebwa na maafisa wa kijeshi wa kitengo cha Kanali ulifaa kupita katikati ya gwaride hili la heshima maarufu Troop in Line, ambapo ungepigiwa saluti na kuimbiwa wimbo wa taifa. Mwili huo aidha ulilindwa na maafisa wa vitengo vitatu vya kijeshi vya wananchi kavu, wanamaji na wanahewa, maafisa hao wakiupa mgongo mwili wa Odinga na wakiwa wameinamisha nyuso zao, ishara ya majonzi na kuomboleza. Wanajeshi hao watakuwa kwenye zamu ya saa 3 kila kikundi, wakiulinda mwili wa Odinga kwa saa 24 hadi atakapozikwa Jumapili. Kukamilisha taadhima hiyo ya kijeshi, Odinga aliyehudumu kama waziri mkuu wa Kenya anatarajiwa kupewa heshima ya kijeshi ya mwisho